أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani mahali popote mlipo. Leo ni siku ya Jumapili sawa na tarehe 7 mwezi wa Shawwal mfungo mosi mwaka 1446 Hijiria, sawa na tarehe 6 mwezi wa Aprili 2025 Miladia. Taarifa tulionayo hii leo kwanza ni wanazuoni wa Kiislamu wametaka haraka liundwe jeshi la Kiislamu kupambana na Israel ili kuwahami wa Falastini, na kwamba wakati wa maneno umemalizika na sasa ni vitendo. Natakiwa wanajeshi wa Kiislamu wapatikane, wajiunde kwa silaha na kadhalika kwa ajili ya kwenda kupigana ana kwa ana na mazayuni wanaowaua wa Falastini pasipokuwa na sababu zozote. Taarifa ya pili ni ile inayosema kwamba mufti wa Oman, sambamba na tamko la wanazuoni waliotokeza kutoa tamko hilo na kutoa mwito wa jeshi la Kiislamu, mufti wa Oman naye vile vile amekosoa ukimya unaoendelea na kutazama jinai zinazofanywa na Israel kule Gaza, ambapo maelfu kwa maelfu wa Falastini wasiokuwa na hatia wanauliwa, huku viongozi na madola ya Kiislamu yakishuhudia pasipo kuchukua hatua zinazofaa. Kwa upande mwingine, Hamas imetoa taarifa ikisema kuwa Israel tayari imekushaua watoto wa Kifalastini wapatao 19,000 ambao hawana hatia yoyote, lakini wameangamizwa na majeshi ya Israel yenye ukatili uliopita kiasi. Kwanza tuanze na fatwa iliyotolewa na wanazuoni wa Kiislamu. Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Kiislamu IUMS umetoa fatwa, yani agizo la kidini, ukizitaka nchi za Kiislamu kutoa msaada wa haraka wa kijeshi, kifedha na silaha kwa mrengo wa mukawama wa Falastini ili kukabiliana na mauaji ya kimbari yanayoendeshwa na kufanywa na utawala katili wa Kizayuni katika ukanda wa Gaza. Fatwa hiyo ambayo imeidhinishwa na zaidi ya wanazuoni 10 mashuhuri duniani umetaka kuundwa kwa haraka jeshi la Kiislamu litakaloingia moja kwa moja kijeshi kuwasaidia kwa nia ya kukomesha mauaji ya kinyama ya jeshi la katili la Kiisraeli na vile vile mataifa ya Kiislamu na yanayopinga udhalimu na ukatili dhidi ya binadamu, kuwekea vikwazo vya kiuchumi utawala wa Kizayuni wa Israeli na kuungwa mkono zaidi kwa makundi ya mukawama yanayopambana kwa ajili ya Falastini. Aidha, fatwa hiyo imetaka mataifa ya Kiislamu kubuni na kuundwa kwa haraka sana muungano wa jeshi la Kiislamu kwa shabaha ya kuyalinda mataifa ya Kiislamu na kukabiliana na uvamizi wa kigeni na kukabiliana na tishio kubwa kutoka nchi za kibeberu zinazoongozwa na Marekani. Kushindwa kwa serikali za nchi za Kiarabu na mataifa ya Kiislamu kuunga mkono Gaza wakati inasambaratishwa kunachukuliwa na sheria za Kiislamu kuwa ni jinai kubwa dhidi ya ndugu zetu wanaokandamizwa huko Gaza, amesema Al-Qaradawi, katibu mkuu wa muungano huo, wakati akiwasilisha fatwa mnamo siku ya Jumaa Aprili 4, 2025. Amesema mapambano ya silaha dhidi ya Israel ni wajibu wa kidini kwa Waislamu wote wenye uwezo, na kuzitaka serikali za Kiislamu kuchukua hatua za haraka kukomesha mauaji ya kimbari dhidi ya Wafalastini. Mbali na operesheni za kijeshi, wanazuoni hao wametoa wito wa kuwekewa mzingiro Israel kuanzia nchi kavu, baharini na angani, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa njia kuu za majini na angani zinazodhibitiwa na Waislamu, zinazoelekea na zinazohusishwa na Israel. Fatwa hiyo inafuatia msimamo wa Uislamu ambao unapinga vikali Waislamu kukubali kuendelea kuonewa, na kwa msingi huo Uislamu unawataka wafuasi wake kusimama kidete kujitetea, na bila shaka watapata nusura ambayo ni ushindi dhidi ya wale wanaowafanyia madhila na maonevu. Tunasoma katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu
ni muweza wa kuwasaidia. Sura ya 22 aya ya 39. Aya nyingine ni ile inayosema waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu na wale wanaokupigeni, wala msianze uadui kwa maana ya kuvuka mipaka na kuwashambulia watu ambao hawahusiki na mapigano. Aya ya kwanza na ya pili zote zinahimiza Waislamu kutokuwa wazembe na kuwa wakakamavu na kupinga aina yoyote ile kudhulumiwa na kusimama kidete kwa ajili ya kupigania haki ya Waislamu mahala popote wanapodhulumiwa. Na hakuna mahala popote duniani hii leo watu Waislamu wanadhulumiwa, ukiacha dhulma inayofanywa na jeshi la Kizayuni kwa msaada mkubwa wa hali la mali wa Marekani. Amesema Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu, wale wanaopigana sababu wamedhulumiwa wana haki ya kujitetea, katika hadithi ambayo Abu Bakr Siddiq anasema pale aliposikia aya hiyo ikitajwa alifahamu kuwa ni mwanzo wa Waislamu kufunguliwa milango ya kupambana kijihadi pale inapokuwa lazim kujitetea. Na kwa msingi huo na kwa mujibu wa tafsiri za Qur'ani mbalimbali na kwa itifaki ya wanazuoni wote, aya hiyo inayosema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, aya hiyo ndiyo aya ya kwanza iliyowaruhusu Waislamu kujitetea baada ya kuwa wamevumilia madhila mengi kutoka kwa wapinzani wao, hususan Makureshi, kwa kipindi kirefu bila kusimama kujitetea dhidi ya dhulma hiyo. Na ndipo aya hiyo ikiwa ndio ya mwanzo kabisa kuwapa ruhusa Waislamu kujitetea wanapokuwa wamedhulumiwa. Aya hii inapingana kabisa na dhana inayoendeshwa na wapinzani wa Uislamu wanaodai kuwa Uislamu ni dini iliyoenea kwa mapanga, bali la, Uislamu ni dini ambayo hairuhusu Muislamu kunyanyua mkono wake kumshambulia yeyote yule, isipokuwa pale tu ambapo Waislamu wamedhulumiwa au wamechokozwa, wamepewa ruhusa kujitetea na si kuanzisha mapambano. Al-Kardaghi, katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa wanazuoni wa Kiislamu, kadhalika amesema kuwa fatwa hiyo inapiga marufuku usambazaji wa mafuta au rasilimali yoyote kwa Israeli ambayo inaweza kusaidia kampeni yake ya mauaji ya halaiki huko Gaza. Imeharamishwa kumuunga mkono adui, yani kafir, Israel katika kuangamiza Waislamu huko Gaza pasina kujali aina ya uungaji mkono wenyewe, Kardaghi amebainisha. Aidha, fatwa hiyo inazitaka jumuiya za Kiislamu nchini Marekani kushinikiza utawala wa Donald Trump kuchukua hatua madhubuti ya kukomesha uvamizi wa Israeli na kushinikiza amani. Maulamaa hao wa Kiislamu wamesisitiza kuwa ukatili wa utawala wa Kizayuni wa Israeli katika ukanda wa Gaza hauwezi kuvumiliwa na jamii ya kimataifa lazima ichukue hatua haraka ili kukomesha mauaji ya kimbari na ya kinyama ya Wazayuni dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia wa kule Palestina. Wakati jopo hilo la wanazuoni maarufu 10 duniani kote wakitoa mwito huo, mufti wa Oman amekosoa vikali kimya kinachoonyeshwa na mataifa ya Kiislamu na nchi za Kiarabu dhidi ya jinai zinazofanywa na Wazayuni katika ukanda wa Gaza. Taarifa iliyotolewa Aprili 5, 2025 imesema kiongozi mkuu wa madhehebu ya Ibadhi duniani na ambaye ni mufti mkuu wa usultani wa Oman, Sheikh Ahmed Hamad Al-Khalili, amesisitiza tena msimamo wake wa kuwaunga mkono wa Palestina. Mara hii amekosoa vikali kimya kinachoonyeshwa na mataifa ya Kiislamu na yale ya Kiarabu mbele ya jinai za kinyama zinazofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya watu wa Gaza. Sheikh Al-Khalili, mwanachuoni mcha Mungu, mwaminifu asiyetetereka katika imani na msimamo wa kweli, asiyegeuka upande wa pili, ameandika katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X akiwauliza Waislamu, hasa viongozi wa mataifa ya Kiislamu, kwa kusema kimya hiki kizito kinachoonyeshwa mbele ya kiwango hiki cha unyama unaofanywa bila huruma kinamaanisha nini? Hakuna tena mshipa wowote wa uhai uliosalia ndani ya mwili wa umma wa Kiislamu wa kuweza kutatua ama kuashiria uhai, au tukubali kwamba hata dhamiri hai na zilizo macho za utu nazo pia zimezimika? Aliuliza Sheikh Al-Khalili, ambaye hana msimamo ulio kinyume na haki na ukweli. Sheikh Ahmed Al-Khalili ni mmoja kati ya wanazuoni wa kipekee
ambaye amekuwa kila mara akipaza sauti yake kuwakumbusha Waislamu mmoja mmoja na mataifa ya Kiislamu na viongozi wao kutazama suala la Falastini, na si kwa maneno tu, bali kwa kuwasaidia namna ya kuweza kupambana na kuwanusuru wana Falastini ambao hawana msaada wowote wanaopata ili kujiokoa na shari za madhalimu wa Israeli. Wakati huo huo, msemaji wa harakati ya Kiislamu ya Falastini Hamas, Sami Abu Zuhur, ametahadharisha kuwa kimya ambacho hakijawahi kushuhudiwa kinachoonyeshwa na nchi za Kiarabu na za Kiislamu kimeupa uthubutu zaidi adui mzayuni kuendelea kutekeleza mipango yake angamizi dhidi ya watu wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Abu Zuhur ameongeza kuwa kinachojiri Gaza si mashambulizi tu dhidi ya Hamas, bali pia ni njama za wazi kabisa za kufuta kikamilifu uwepo wa Palestina. Msemaji wa Hamas amebainisha kuwa lengo la utawala wa Kizayuni la kufanya jinai hizo za mauaji ya kimbari ni kuigeuza Gaza kuwa kambi kubwa ya mahabusu isiyo na hata hali ya chini kabisa ya maisha, ili kuwafanya Wafalastini walazimike kulihama eneo hilo na kisha kuchukuliwa na Wazayuni wakishirikiana na rais mpya wa Marekani Donald Trump. Mnamo Machi 18, utawala wa Kizayuni wa Israeli ulianzisha tena vita vya kinyama na vya mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza na kuvunja kikamilifu usitishaji wa mapigano uliodumu kwa miezi miwili kufuatia makubaliano ulioyafikia na harakati ya Hamas kwa upatanishi wa serikali iliyopita ya Marekani, Qatar na Misri. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, Wafalastini wapatao 1249 tayari wameuawa shahidi na wengine 3022 wamejeruhiwa tangu utawala wa Kizayuni ulipoanzisha tena mashambulizi hayo ya kinyama ya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza. Taarifa nyingine iliyopatikana jana Aprili 5, 2025 imesema harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imetangaza kuwa takriban watoto 19,000 wameshauawa shahidi huko Gaza na takriban watoto 39,000 wamepoteza kwa uchache mzazi mmoja au wote wawili. Hamas imesema hayo kwa mnasaba wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Falastini na kusisitiza kuwa takriban watoto 19,000 wameuawa shahidi katika ukanda wa Gaza na zaidi ya watoto 1,100 wametekwa nyara na Wazayuni na takriban watoto 39,000 wamepoteza mzazi mmoja au wote wawili. Imesema taarifa hiyo kuwa utawala wa Kizayuni unaokalia kwa mabavu unalenga watoto katika mashambulizi ya kijinai na uhalifu wa kimfumo, ikiwa ni pamoja na kuwatumia kama ngao za kibinadamu, kuwanyima elimu na kufanya njama za kuwavua utambulisho wao wa kitaifa katika maeneo ya Falastini yanayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni. Hamas imeongeza kuwa jinai za utawala ghasibu dhidi ya watoto wa Falastini, yakiwemo mauaji ya kukusudia, kuwateka nyara watu, kuwatesa na kuwanyima haki za kimsingi kabisa za kibinadamu, yote hayo yanahesabiwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu na ni jinai ambazo hazitafutika ndani ya historia. Vilevile harakati ya Hamas imetoa mwito wa kuburuzwa mahakamani viongozi watenda jinai wa Israeli na kufanyike juhudi kubwa za kuwalinda watoto wa Kifalastini mbele ya jinai za ukatili na wakinyama za utawala haramu wa Israeli. Kwa upande wake, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Falastini UNRWA amesema kuwa 51% ya wakazi wa ukanda wa Gaza ni watoto, ambao ndio asilimia kubwa zaidi ya wahanga wa hujuma na mashambulizi ya Israeli. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unasema takriban watoto 100 wameuawa au kujeruhiwa kila siku huko Gaza tangu mashambulizi hayo kuanza tena Machi 18, hata kama Marekani inasisitiza kuendelea kuiunga mkono katika jinai hiyo. Hakuna kinachohalalisha mauaji ya watoto. Philip Lazzarini, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kifalastini, alichapisha kwenye ukurasa wake wa X siku ya Jumamosi iliyopita. Alisema Israeli ilikuwa ikigeuza eneo lililozingirwa kuwa nchi isiyo na watoto, na akalalamika kwamba maisha ya vijana yalikuwa yakifupishwa katika vita visivyo vya watoto. Hii ni doa kubwa zaidi katika ubinadamu wetu wa kawaida, Lazzarini alisema katika chapisho lake. Haya ndiyo yanayojiri
hivi sasa huko katika ardhi ya Palestina. Kubwa zaidi katika haya tuliyosoma ni kwamba wanazuoni wa Kiislamu wameyataka mataifa ya Kiislamu na Waislamu moja mmoja kwa uwezo wake kukutanika na kutafuta utaratibu ambao utawawezesha Waislamu kujiunga kwa pamoja kwa ajili ya kuenda kusaidia ndugu zao wa Palestina kijeshi katika kuondoa madhila na unyonge wanaofanyiwa. Maneno yamekuwa ni mengi na Wafalestina waliouawa ni wengi. Hakuna dalili inaonyesha ukomo wa mauaji haya utakuwa lini, na hakuna juhudi zozote zinazoonyesha kuwa nchi za Kiarabu na za Kiislamu ziko tayari kuwasaidia Wafalestina kwa ajili ya vita. Ni lazima kupambana katika vita, wamesema wanavyoni, na ni lazima liundwe jopo litakalotengeneza utaratibu wa kuunda jeshi la Kiislamu litakalo kwenda kuwaunga mkono wa Palestina na kupigana nao bega kwa bega kwa ajili ya kuwahami wa Palestina dhidi ya mashambulio ya Mayahudi. Lakini pia wametoa wito kwa nchi zote za Kiislamu ambazo zina sababu moja au nyingine ya kufikisha huduma ya aina yoyote kwa Israeli kuweza kuzuia, iwe ni ndege au iwe ni katika bahari au nchi kavu, kuweza kuwafikishia Wazayuni aina yoyote ile ya huduma. Moja katika watu wanaotekeleza utaratibu huo ni Ansarullah wa Yemen, ambao wanazuia meli zozote zile zilizo na uhusiano na Israel kuweza kupita katika bahari Nyekundu ili kuatia mbinyo utakaowawezesha kumaliza vita vya mauaji yanayoendelea huko Palestina. Lakini la mwisho ni lile tamko alilolitoa mufti wa Oman, Samahatu Sheikh Ahmad ibn Hamad al-Khalili, ambaye ameshangazwa kuona mataifa ya Kiislamu, viongozi wa Kiislamu wamekaa kimya, hawana hatua walizochukua, bali kutoa maneno hafifu ambayo hayana msaada wowote kwa Palestina. Na hivyo basi ameungana na mashehe wengine kutoa mwito kwa serikali na Waislamu kwa ujumla wao kote duniani kuhakikisha kwamba Palestina wanapewa msaada unaofaa na ambao si mwingine bali msaada wa silaha, msaada wa kifedha, na kuhakikisha bidhaa ama biashara ya aina yoyote katika mataifa ya Kiislamu haiwezi kufanyika na Mazayuni. Al-Khalili peke yake ndio miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu duniani ambao wamekuwa wakitoa sauti zao na kupaza sauti kila mara kuhakikisha kwamba anawakumbusha Waislamu, anawakumbusha viongozi wa Kiislamu wa madola ya Kiislamu kuhakikisha kwamba wanatoa msaada unaofaa, na msaada unaofaa ni ule ambao utasababisha kukatika kwa mauaji yanayoendelea hivi sasa. Maneno matupu hayawezi kumaliza mauaji yanayoendelea. Wafalestina watamalizika hali ya kuwa Waislamu wana nguvu, wana fedha na wanajeshi, na Waislamu kwa maelfu na kwa milioni wako tayari kwa ajili ya mapambano ya kuwakomboa Wafalestina. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa na itifaki, kuwa na huruma, na tuwe na ubinadamu katika nafsi zetu. Tusisahau kusoma suratul Fil, suratul Lahabi kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu wale wanaopanga na kuratibu mauaji ya kuangamiza Wafalestina waangamie wao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuyafanya yote hayo kama alivyoahidi katika aya tuliyosema, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wale watakaojitolea kupambana kwa ajili ya Wafalestina, Mwenyezi Mungu ndio muweza wa kuweza kuwapa ushindi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah